Katika kuangazia swala la kilimo nchini, Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania TCCIA ilipiga kambi eneo la Katesh na kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali na kuangalia namna gani kilimo cha mwaka huu kimeweza kuisha, hasa kuzingatia eneo hili lilikumbwa na majanga hivi karibuni ya mmomonyoko wa udongo katika mlima. Na hapa tuna baadhi ya wakulima wakizungumza nasi na Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania. Karibu. Unazungumziaje hali ya mavuno kwa sasa au kwa mwaka huu kama tunavyoona hapa? Kwa majina yangu mimi naitwa Emmanuel Bajuta, ni mkulima wa wilaya Hanang. Kwa jinsi mwaka huu tulivyolima na hali ya mavuno kwa ujumla ni tumevuna kwa 80% kama sio 90. Kwa kiujumla hali sio mbaya, kama mnavyoona mazao yapo, tumevuna vizuri na tunavyoona hawa ni vijana wanapambana, wanajitafutia riziki. Baada ya kuvuna tunaribegi, tunajaza kwenye mifuko kwa ajili ya kuandaa kupeleka sokoni. Unazungumziaje sera za kilimo hasa ukizingatia pembejeo na mambo mengine ambayo serikali imeweza kuwasaidiaje katika kupata mavuno haya? Kwa upande wa serikali kwa kweli inajitahidi. Imetuwezesha kwa mwaka huu imetuletea mbegu za ruzuku, tumepewa mbegu za ruzuku, tumepata mbegu kwa bei rahisi. Sio kwa asilimia zote, lakini kwa namna moja au nyingine imetuletea mbegu, imeturahisishia mazingira. Pia imewapa elimu wale wanaouza pembejeo, wale wanaosambaza pembejeo za kilimo, wameweza kuwawezeshea, kuwatengenezea mazingira mazuri ya kutoa elimu kwa wakulima. Wakulima wamepata elimu nzuri kwa namna ya kutumia viuatilifu. Tumeweza kuvuna mavuno mazuri kama mnavyoona. Kwa wakulima wa wilaya Hanang kiujumla wamenufaika na serikali jinsi inavyotoa elimu na nini ilivyowawezesha watoa huduma wa viuatilifu. Tumepata huduma nzuri, tumepata pembejeo kwa bei nafuu. Inavyoonekana mwaka huu serikali yetu imejitahidi, lakini shida kubwa inakuja kwenye masoko yetu. Tunapovuna namna hii, tunavuna vizuri, serikali inajitahidi, inatoa elimu kwa watoa huduma wa viuatilifu, wanauza viuatilifu vizuri, wanatoa huduma mashamba, maafisa ugani wanakuja mashambani vizuri, lakini sasa inapofika hatua ya mwisho sisi wakulima tunahitaji soko nzuri. Masoko yanakuwa kidogo changamoto kama hivi. Unaona kama upande wa kule mazao yamejazana, huku yamejazana, hatuna pa kupeleka, masoko yamejamu huko tunakopeleka. Kiujumla changamoto yetu kubwa sisi wakulima ni masoko. Asante sana. Naam, kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, hii ni Chemba ya Biashara Business TV. Tunaendelea kuletea matukio mbalimbali na yanayohusu viwanda, kilimo na biashara. Usiache kusubscribe katika channel yetu na kufuatilia katika mitandao yote ya kijamii inakwenda kwa jina la TCCIA Official. Naam, mpaka wakati mwingine, hapa ndipo ambako tunatekeleza diplomasia ya uchumi, kilimo, biashara na viwanda. Asanteni.